Nchi za Ufaransa, Marekani na Uingereza, mataifa yaliyoshiriki moja kwa moja katika operesheni ya NATO iliyomuua Muammar Gaddafi na kuangusha serikali ya Libya mwaka 2011, sasa zinasema kuwa zinataka Libya iwe nchi imara yenye amani na mafanikio. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja, mataifa haya yamedai kuwa Libya yenye nguvu na ustawi iko katika maslahi ya dunia nzima. Lakini kauli hiyo imeibua maswali mazito barani Afrika, Mashariki ya Kati na Marekani yenyewe. Ikiwa mnataka Libya iwe thabiti, mbona mlitumia mwaka mzima kuiangamiza kupitia mashambulizi ya NATO? Hili ndilo swali kubwa linalotawala mitandao ya kijamii, likikumbushia historia ya mabomu zaidi ya 26,000 kurushwa na NATO mwaka 2011, kuanguka kwa taasisi zote za serikali, kuibuka kwa vikundi vya wanamgambo, kuteketea kwa uchumi wa Libya na biashara ya watumwa, ghasia na migawanyiko ya kijamii. Leo mataifa yale yale yanayokumbukwa kwa uharibifu huo wanajipambanua kama marafiki wa Libya wanaotaka kurejesha utulivu. Kauli zao mpya ni za kisiasa wala sio za kihistoria. Huwezi kutenganisha leo ya Libya na uharibifu wa mwaka 2011. NATO haikuingilia kwa binadamu pekee. Kulikuwa na maslahi ya mafuta, usalama wa Ulaya, ushawishi katika Maghreb na kuzuia kujengwa kwa sarafu ya Afrika ya dhahabu, gold dinari, aliyokuwa akiisukuma Gaddafi. Kauli zao za sasa ni jitihada za kujitengeneza upya kimtazamo, si kukiri makosa. Libya ya leo ni nchi iliyovunjika na kugawanywa. Serikali mbili zinazozozana, Tripoli na Benghazi, wanamgambo wengi kuliko wanajeshi halali, wananchi waliochoka vita, uchumi ulioporomoka na Libya kuwa kituo kikuu cha biashara ya binadamu. Umaskini, ukosefu wa usalama na kutokuwepo kwa serikali imara, hayo ndio matokeo ya kuleta demokrasia kwa mabomu mwaka 2011. Kwa nini wanataka Libya iwe imara sasa hivi? Kwa sababu ulimwengu umebadilika. Waliogopa utawala wa Urusi na China kuingia Libya, wanataka mafuta ya bei nafuu wakati uchumi wa Ulaya unayumba, huku hofu ya wakimbizi kuvuka Mediterranean kuelekea Ulaya imeongezeka. Utulivu wa Libya ni faida kwao, sio kwa Walibya pekee. Je, NATO italipa gharama ya uharibifu? Hadi sasa hakuna uchunguzi wa kimataifa, fidia, kukiri makosa au uwajibishaji wa kisiasa. Badala yake wanarudi na kauli laini: Libya yenye nguvu iko kwenye maslahi yetu. Kauli za Marekani, Uingereza na Ufaransa zinaonekana kama kujipatia nafasi mpya ya kuishi, wakati historia inaonyesha wazi kuwa wao ndio waliovunja misingi ya taifa hilo. Swali linaendelea kusikika kwenye Afrika na Global South. Ikiwa kweli mnataka Libya iwe thabiti leo, mbona mlianza kuiharibu jana?